Yes, mambo ni mengi, muda ni mchache. Ni ukaribishe popote pale ulipo mwanafamilia wa Mpenja TV, tuweze kuangazia yale yote ambayo yamejitokeza kunako mitandao ya kijamii. Watu wanazungumza nini kuhusu michezo? Basi niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha unayapata yale yote. Jina langu ni Maunga Junior. Kama bado hujasubscribe, basi subscribe, share, like, afu andika comment kutokana na kile kitu ambacho utaenda ukisikia siku ya leo. Wote tunajua kwamba siku ya jana kulifanyika na mchezo mkubwa, mchezo wa nusu finali kati ya mnyama Simba dhidi ya Stellenbosch kutoka katika taifa la Afrika Kusini, na dakika 90 zikamalizika, mnyama Simba akaweza kuondoka na ushindi mwembamba, ushindi wa bao 1-0. Ila kama unakumbuka, kuna matukio mbalimbali yaliweza kujitokeza, ila tukio kubwa ni lile la mchezaji wa klabu ya Simba Jean-Charles Ahoua kuweza kukosa goli la wazi kabisa, asisti kutoka kwa mwamba Elie Mpanzu. Kila mtu anazungumza lake, kila mtu anatoa maoni yake, na wengine wakisubutu kusema kwamba furaha ya wanasimba siku ya jana imewezwa kuzimwa na mchezaji Jean-Charles Ahoua. Lakini hivi sasa ninavyozungumza na wewe, tajiri namba 1 East Africa, ninavyozungumza tajiri nambari 1 East Africa ni mwekezaji ama bosi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Mohamed Dewji, ameweza kutoa maoni yake juu ya kile kitu ambacho kinachozungumzwa kwa mashabiki pamoja na wadau mbalimbali wa soka kuhusu mchezaji wa klabu ya Simba Ahoua kuweza kukosa bao la wazi kweli kweli. Nipite kwenye ukurasa wake wa Instagram nikusomee kile kitu ambacho kimeweza kuandikwa na mwekezaji ama tajiri wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kama ifuatavyo: Jean-Charles Ahoua ni mmoja wa wachezaji waliotupa sababu nyingi za kushangilia msimu huu. Licha ya vyote, amekuwa sehemu ya mafanikio yetu. Kwa kosa moja lililotokea, tunaweza kumsema vibaya leo, ila tukumbuke hata mastaa duniani kama Fernando Torres waliwahi kukosa magoli ya wazi kwenye mechi kubwa kama Chelsea dhidi ya Manchester United. Hii ni soka, haya ni mambo ya kawaida kwenye mchezo huu. Lakini jambo kubwa zaidi ni namna tunavyochagua kusimama baada ya kila tukio. Tunajifunza, tunaimarika na tunaendelea kupambana. Mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch bado uko mbele. Safari haijaisha, na huu si wakati wa kulaumiana, ni wakati wa kuungana na kuwa kitu kimoja. Simba Sports inajengwa juu ya mshikamano. Tunasimama na Jean-Charles Ahoua, tunasimama na kila mchezaji anayejitoa kwa jezi hii, na tunaendelea na vita ilikuwa mbele yetu. Atuishi hapa, akaweka na alama ya kipini. Simba ni familia, Simba ni nguvu moja, akaweka hashtag Simba nguvu moja, Simba Sports Jean-Charles. Bwana, hicho ndo kitu ambacho kimeweza kuandikwa na Mohamed Dewji, mwekezaji wa klabu ya Simba. Wewe nini maoni yako kwenye hiki? Basi tuandikie comment yako hapo chini. Mimi ni Maunga Junior na hii ni Mpenja TV. Usahau tu kusubscribe, kushare, kulike na ucomment. Je, na wewe unasimama na Jean-Charles Ahoua katika tukio ile ambalo limeweza kujitokeza? Kama rais wa Simba ama mwekezaji wa Simba umeweza kutia neno, basi bila shaka na mpira miguu ni mchezo wa makosa, kila mtu huwa anakosea. Bila shaka kila mtu ameweza kufahamiana, kwa sababu kuna wengine huwa wanazungumza vitu tofauti na kile kitu ambacho kimetokea. Tambueni kabisa kwamba hata goli la jana ambalo wana Simba walikuwa wanashangilia limetokana na Jean-Charles Ahoua. Kwa hiyo bila shaka wana Simba, mumsamehe kijana wenu Jean-Charles Ahoua, muangalie na mchezo wenu ambao uko mbele yenu dhidi ya Stellenbosch siku ya tarehe 27. Lakini kuzozana kila muda kuzungumza kitu ambacho kimeweza kupita sio haki. Jina langu ni Maunga Junior kama nilivyokuambia awali, ila bila shaka mimi napewa nguvu na Mandasi Store, wauzaji na wasambazaji wa simu aina ya smartphone. Kama ulikuwa unajiuliza wapi utapata simu aina ya smartphone, basi nikwambie Mandasi Store wapo kwa ajili ya kusolve hilo tatizo lako ambalo wewe linakuandama. Cha kufanya uwe na vitu viwili tu. Cha kwanza uwe na pesa, lakini cha pili uwe na NIDA ama leseni yako. Afia kwenye duka lolote la Mandasi Store, hawa jamaa wanapatikana Tanzania mzima. Wafika pale waambie bwana, nimepewa taarifa kutoka Mpenja TV kwamba nikija hapa na pesa kidogo, then nikija namba NIDA naweza kupatiwa simu. Then makubaliano yenu ndio utakuwa unalipa pesa kidogo kidogo mpaka pale ambapo
utamiliki simu yako na wewe ndo utakuwa mmiliki wa hiyo simu. Bye bye.